tunasalia katika ukanda huo wa Afrika Mashariki. Kampeni za uchaguzi mkuu hazijaanza rasmi, lakini tayari moto wa kisiasa umewaka katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Kauli mbiu mbili zinazokinzana, no reform no election na ile ya Oktoba tunatiki, zimezua mjadala mkali na kuonyesha mgawanyiko wa kisiasa unaochipuka mitandaoni. Je, hii ni ishara kwamba mapambano ya kisiasa yameanza mapema? Na nini maana ya kauli hizi kwa wapiga kura wa Tanzania? Florence Majani na taarifa kamili inayojibu maswali haya. Katika mstari wa mbele ni Chadema, chama kikuu cha upinzani ambacho kinashinikiza kufanyika kwa mabadiliko ya katiba kabla ya uchaguzi wa Oktoba. Mvutano huu umeshika kasi tangu Jumamosi iliyopita, ambapo karibu kila chapisho mtandaoni limekuwa likijibiwa kwa ujumbe wa no reform no election, yaani bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Katika mahojiano na DW, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche anasema kampeni hiyo ilianzishwa na chama hicho, lakini sasa imeimarika na iko mikononi mwa wananchi. Ni kampeni ya Watanzania ambao wamechoshwa na uharibifu wa uchaguzi na wizi wa uchaguzi. Kwa upande wa chama tawala na serikali, kuna msimamo tofauti. Serikali inasisitiza kuwa uchaguzi utaendelea kama ulivyopangwa na kuwa wananchi wanapaswa kuwa waangalifu na matumizi ya mitandao ya kijamii. Kampeni ya Oktoba tunatiki imeibuka kama kauli mbadala, ikihamasisha ushiriki wa wapiga kura na kudhoofisha kampeni ya Chadema. Akizungumzia mwenendo huu wa no reform no election pamoja na Oktoba tunatiki, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa anasema wananchi wanapaswa kutumia mitandao kwa uwajibikaji. Na yanayoendelea mitandaoni sio kwamba hatuyaoni, na serikali hii haizuii uhuru wa kujieleza ambao ni haki ya kikatiba ya kila mtu, lakini ni vizuri tunapotumia mitandao na kuendesha hizo kampeni mbalimbali tukumbuke kwamba kuna sheria inayodhibiti matumizi ya mitandao. Kwa hiyo ni vizuri watu wanapofanya kampeni hizi wahakikishe hawavunje sheria. Lakini zaidi ya siasa, mjadala umeibuka kuhusu hali ya haki za kidijitali Tanzania. Watetezi wa haki hizo wanaonya kuwa hatua kama kufunga sehemu ya maoni kwenye akaunti za serikali inaweza kudhoofisha uhuru wa kujieleza. Asha Abdinalla, mtaalamu wa mitandao ya kijamii na mkurugenzi wa taasisi ya Media Convergence, anaeleza kuwa harakati hizi ni ishara ya nguvu mpya ya raia katika zama za kidijitali. Sasa hivi mitandao imebadilisha sana hulka ya kwa nini mtu anapost. Kuna sababu nyingi sana ambazo zipo nyuma ya yule mtu ambaye anatumia kifaa hapo mtandaoni cha kile ambacho anakipost. Kwa wachambuzi wa siasa, harakati hizi zinazopata nguvu mtandaoni zinatoa picha ya mabadiliko makubwa ya namna siasa inavyoendeshwa. Wanaona kufanana kwa harakati hizi na vuguvugu la vijana wa kizazi cha Gen Z nchini Kenya, wanaotumia kauli mbiu ya one term, kipindi kimoja, kushinikiza mabadiliko kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 nchini Kenya. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Naam, tuondoke Tanzania tuelekee katika nchi jirani ya Kenya, ambapo idara ya polisi nchini humo inamulikwa kwa kifo cha kutatanisha cha mwalimu Albert Ojwang aliyekuwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii. Ojwang alifia kwenye korokoro ya kituo kikuu cha polisi jijini Nairobi baada ya kukamatwa kwao katika jimbo la Homa Bay kwa madai ya kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa X. Taarifa kamili kutoka kwake Sisia Wasilwa. Kutokana na kifo hicho cha kutatanisha, mkuu wa polisi Douglas Kanja amewasimamisha kazi maafisa wote waliokuwa kazini wakati wa tukio hilo. Maafisa hao ni pamoja na mkuu wa kituo kikuu cha jijini Nairobi cha polisi, afisa wa zamu na mlinzi wa korokoro. Hatua hiyo inatoa nafasi kwa uchunguzi huru kufanywa na mamlaka huru ya kusimamia utendaji wa polisi IPOA. Ojwang alikamatwa siku ya Jumamosi tarehe 7 Juni mwaka huu nyumbani kwao Kakot, jimbo la Homa Bay, na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai. Inaripotiwa kuwa alikuwa anachunguzwa kwa madai ya kuchapisha taarifa ya uongo kupitia mitandao ya kijamii. Alikuwa kila chakula cha mchana na babake Omondi Ojwang kabla ya kutiwa pingu. Nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema ya kwamba kuna boss wake kijana wangu amemtusi vibaya sana katika Twitter, walitamka X. Baada ya kuzuiliwa awali katika kituo cha polisi cha Mawego,
Usiku wake alihamishwa hadi Nairobi na kuwekwa rumande katika kituo kikuu cha polisi. Kulingana na taarifa ya msemaji wa polisi Mushiri Nyago, Ojwang alipata majeraha kichwani na alipatwa akitokwa damu korokoroni. Familia yake sasa inataka haki itendeke kwa mwanao. Kwa majonzi, babake anasimulia jinsi mwanawe wa pekee alivyoaga dunia. Nimeambiwa kwamba habari si nzuri, mtoto wako alijigonga kwenye ukuta na yeye amecommit suicide. Mazungumzo kuhusu kifo cha Ojwang yameibua hisia kali miongoni mwa umma, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Amnesty International Kenya yakilaani tukio hilo na kutaka uchunguzi wa kina. Kwenye taarifa hiyo, mkurugenzi wa Amnesty International Kenya Irungu Houghton amesema kifo cha Ojwang kilikuwa cha kusikitisha na kushangaza sana kwa mtuhumiwa hakufikishwa katika kituo cha polisi cha karibu na alikamatwa na kusafirishwa mwendo mrefu hadi Nairobi. Chama cha wanasheria nchini Kenya pia kimetoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka ili kuhakikisha haki inapatikana. Faith Odhiambo ni rais wa chama hicho. Wakati huyu kijana akiaga dunia, hatutaruhusu wahusika wajifiche. Tutahakikisha kuwa mnachukua wajibu wa kitendo hicho. Tunatarajia maafisa wakuu watakuja na kupata taarifa ya tukio hili. Kwa mara nyingine, tukio hilo linapaka doa serikali ya Rais William Ruto ambayo imejipata ikikosolewa kwa mauaji ya kiolela wakosoaji wake. Tukio hilo likijiri kipindi kifupi tu baada ya rais kuomba msamaha vijana wa Gen Z kwa ukatili wa polisi dhidi yao. Haijafahamika wazi ni chapisho gani la uongo Ojwang alishtumiwa nalo. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Israel imeingilia na kuisimamisha boti ya misaada mapema leo asubuhi, ikiwazuia wanaharakati waliokuwamo ndani, akiwemo mwanaharakati wa Sweden Greta Thunberg kuingia katika eneo lililozingirwa la Palestina. Uturuki na Iran zimelaani hatua hiyo zikisema ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Taarifa zaidi na Silvia Mwehozi. Wanaharakati hao walikuwa wamejipanga kupinga kampeni ya kijeshi inayoendelea ya Israel katika ukanda wa Gaza, ambayo ni miongoni mwa mashambulizi mabaya na yenye uharibifu mkubwa tangu vita vya pili vya dunia, na vikwazo vyake vya kuingia kwa misaada ya kibinadamu ambavyo vyote vimeliweka eneo la Wapalestina lenye wakazi wapatao milioni 2 katika ukingo wa njaa. Muungano wa Freedom Flotilla ambao ulikuwa umeandaa safari hiyo ulisema wanaharakati hao walitekwa nyara na wanajeshi wa Israel wakati wakijaribu kupeleka misaada inayohitajika katika eneo hilo. Greta Thunberg, mwanaharakati mashuhuri wa masuala mazingira, alikuwa ni miongoni mwa wanaharakati 12 waliokuwemo ndani ya boti hiyo kwa jina la Madeleine, ambayo ilianza safari kutoka eneo la Sicily nchini Italia wiki moja iliyopita. Greta alieleza katika mkanda mfupi wa video uliorekodiwa hapo kabla, akisema kuwa wanazuiliwa na kutekwa katika eneo la kimataifa la bahari. My name is Greta Thunberg. Jina langu ni Greta Thunberg na ninatoka Sweden. Ukiona video hii, tumezuiliwa na kutekwa katika eneo la maji la kimataifa na vikosi vya jeshi la Israel au vikosi vinavyoiunga mkono Israel. Na ninaomba marafiki zangu, familia na ndugu zangu wote kuweka shinikizo kwa serikali ya Sweden kuniachilia mimi na wengine haraka iwezekanavyo. As soon as possible. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imeielezea safari ya boti hiyo katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X kama tukio la kujionyesha na kwamba inaelekea katika fuko za Israel na inatarajiwa kutia nanga katika bandari ya Ashdod baadaye hii leo. Taarifa ya wizara hiyo imeongeza kuwa wanaharakati hao watarejea katika nchi zao na msaada huo utatumwa Gaza kwa njia iliyoanzishwa. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz aliliamuru jeshi siku ya Jumapili kuizuia boti hiyo ya Madeleine kufika Gaza, akiutaja ujumbe huo wa kibinadamu kuwa ni juhudi za propaganda za kuunga mkono Hamas. Uturuki na Irani zimelaani kitendo hicho cha Israel cha kuizuia boti hiyo, zikisema ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa na uharamia. Kundi la Hamas nalo limelaani kitendo hicho likisema katika taarifa yake kwamba boti hiyo ilikuwa ikipelekwa katika bandari ya Ashdod ya Israel. Israel inakabiliwa na shinikizo la kimataifa la kuruhusu msaada zaidi kuingia Gaza ili kupunguza uhaba mkubwa wa chakula na mahitaji ya kimsingi. Wakati huo huo, jeshi la Israel lilisema siku ya Jumapili kuwa limeupata na kuutambua mwili wa Mohamed Sinwar, anayedhaniwa kuwa kiongozi wa Hamas huko Gaza, katika njia ya chini ya ardhi chini ya hospitali ya Ulaya huko Khan Yunis, kusini mwa Gaza. Sinwar alikuwa mdogo wa kiongozi wa Hamas aliyeuawa, Yahya Sinwar, anayetuhumiwa na Israel kwa kupanga shambulio la mwaka 2023 ambalo lilianzisha vita.
Shukran Silvia kwa ripoti hii kutoka Mashariki ya Kati. Na sasa tuelekee huko Afrika ya Mashariki ambapo mgogoro kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda umechukua sura mpya kufuatia uamuzi wa Rwanda kujitoa katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati ECOWAS. Rwanda inadai kuwa DRC ilishirikiana na baadhi ya nchi wanachama wa ECOWAS kuizuia kuchukua wenyekiti wa mzunguko, nafasi ambayo kwa sasa inashikiliwa na Equatorial Guinea. Rwanda imeilani hatua hiyo, Kongo ikisema kwamba Rwanda inakwepa uwajibikaji. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi. Katika taarifa kali iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Kimataifa nchini Rwanda, Kigali imedai kuwa Kongo, ikiunga mkono na baadhi ya nchi wanachama wa ECOWAS, ilitumia jumuiya hiyo kwa maslahi yake ya kisiasa. Hali hii ilijitokeza wazi wakati wa mkutano wa 26 wa wakuu wa nchi na serikali uliofanyika Jumamosi huko Malabo, Equatorial Guinea. Rwanda inadai kuwa wakati wa mkutano huo zamu yake halali ya kuchukua wenyekiti wa mzunguko wa jumuiya hiyo kama inavyotambuliwa chini ya kifungu cha 6 cha mkataba wa ECOWAS iliepukwa kwa makusudi na nafasi hiyo kutolewa kwa nchi ya Equatorial Guinea ambayo muda wake wa wenyekiti unaisha mwaka huu. Kigali imesema kwamba huu ni muendelezo wa mtindo wa kutengwa na kupuuziliwa mbali kwa sheria zinazosimamia jumuiya hiyo. Wakati Rwanda ilikuwa imejipanga kuchukua wenyekiti wa mzunguko wa jumuiya hiyo kwa mwaka ujao, wakati wa mkutano wa Jumamosi, maafisa kutoka DRC walidai kuwa wangeweza kushindwa kuhudhuria mikutano yote ambayo ingefanyika Kigali wakati wa mwaka mzima, Rwanda ikiwa mwenyekiti. Kwa kuzingatia mkutano huo kati ya DRC na Rwanda, hatimaye kikao cha marais na wakuu wa serikali kikaamua Equatorial Guinea iendelee kushikilia wanachama huo kwa mwaka mmoja zaidi baada ya muda wake kumalizika. Akizungumza kupitia televisheni ya taifa, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Olivier Nduhungirehe akasema hilo halikubaliki kwa jumuiya nzima kushinikizwa na kuamua mambo kinyume cha sheria. Lakini ukweli ni kwamba jumuiya ya ECOWAS kwa kukubali kutumiwa na nchi moja pekee na kuweka uwezo wake na maamuzi mikononi mwa nchi moja ni swala ambalo halikubaliki, na ndiyo maana tukaamua kuondoka katika ECOWAS kwa sababu hatuwezi kubaki katika jumuiya ambayo haitendi haki kwa maslahi ya nchi wanachama wake. Inafanya kazi kinyume na sheria na madhumuni yake ya kuungana kiuchumi katika kanda nzima. Uamuzi wa Rwanda kujitoa katika jumuiya ya ECOWAS umezua maoni mseto miongoni mwa wanazuoni na wanasiasa nchini Rwanda, wakionekana kuegamia upande wa serikali. Evode Uwizeyimana ni seneta katika bunge la Rwanda. Ni kana kwamba tayari wanajua tarehe ambayo mgogoro wa DRC utamalizika. Wao ni kama wameahirisha wenyekiti wa Rwanda katika jumuiya. Lakini swali dogo tu, je, wanajua mzozo huu utaisha lini? Niseme tu kwamba maamuzi yao ni kinyume kabisa na sheria za jumuiya hii. Uamuzi wa Rwanda kujitoa katika jumuiya hii unaopeleka mzozo wake na DRC katika hatua nyingine. Rwanda inashikilia kuwa wakati juhudi za diplomasia zikiendelea huko Washington, Kongo yenyewe inaendelea kuweka shinikizo la kuyataka mataifa ya kigeni kuitenga Rwanda. Kongo lakini imesema uamuzi huu wa Rwanda hauna maana yoyote na kusisitiza kuwa ni njama ya kukwepa kuwajibika. Silvanus Karemera, DW, Kigali. DW tunavuma kwa kishindo.